la mwisho, mwisho wa uhalifu umefika. Asante TFDA kwa kulinda afya zetu ili kujenga nchi yetu. Mtazamaji, karibu katika makala maalum iliyoandaliwa na Mamlaka ya Chakula na Dawa TFDA, ikizungumzia mafanikio ya Mamlaka ya Chakula na Dawa katika udhibiti wa chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba. Kwa kuanza makala hii, tunamsikia mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Chakula na Dawa TFDA akielezea historia fupi ya TFDA tangu kuanzishwa kwake, dira, dhima, muundo wa uongozi wa majukumu ya mamlaka haya. Mamlaka ya Chakula na Dawa TFDA ni wakala wa serikali chini ya Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, ambayo imeanzishwa chini ya kifungu cha 4(1) cha sheria ya chakula, dawa na vipodozi sura 219, ikiwa na jukumu muhimu la kusimamia na kudhibiti ubora na usalama wa bidhaa za chakula, dawa, vipodozi pamoja na vifaa tiba. Na TFDA ilianza kazi rasmi tarehe 1 Julai mwaka 2003. Kwa hiyo tunapozungumza hivi leo sasa tuna miaka 14. Kwa hiyo ni mtoto wa miaka 14 ambaye sasa ameanza kutambua mambo mengi. Na dhima yetu kwa kweli ni kulinda usalama wa wananchi wa Tanzania dhidi ya madhara ambayo yanaweza kusababishwa na bidhaa zisizo salama na bora za chakula, dawa, vipodozi, vifaa tiba na vitendanishi. Na tumejiwekea dira. Dira yetu kwa kweli ni tunataka kuwa mamlaka inayoongoza barani Afrika katika udhibiti wa ubora, usalama na ufanisi wa bidhaa za chakula, dawa, vipodozi, vifaa tiba na vitendanishi kwa wote. Majukumu yetu ya msingi kwa mujibu wa sheria ya chakula, dawa na vipodozi sura 219 yameainishwa katika kifungu cha 5, na majukumu hayo kwa muhtasari niseme kwamba ni pamoja na kudhibiti wazalishaji au watengenezaji, waagizaji nchini, wasambazaji na wauzaji wa bidhaa hizo za chakula, dawa, vipodozi pamoja na vifaa tiba na vitendanishi. Tunayo kazi ya kufanya tathmini ya ubora na usalama wa bidhaa hizo kabla hazijaruhusiwa na kusajiliwa hapa nchini, lakini pia tuna kazi ya kufanya ukaguzi wa majengo pamoja na viwanda au maeneo ambayo yanazalisha bidhaa hizo, kufanya uchunguzi wa kimaabara katika maabara ya kisasa ya TFDA ambayo iko hapa makao makuu, lakini pia tuna zaidi ya maabara ndogo za kuhamishika 15 nchi nzima ambazo zinafanya kazi ya uchunguzi wa awali. Kwa hiyo kazi hiyo ya uchunguzi inafanyika kwa misingi ya umahiri na vigezo ambavyo vimewekwa kimataifa kwa kiwango cha ISO 17025 ya mwaka 2005, lakini pia kwa upande wa maabara ya uchunguzi wa dawa kwa maana vigezo vya Shirika la Afya Duniani. Ndio maana tuna ithibati ya Shirika la Afya Duniani kwa maabara yetu ya uchunguzi wa dawa, ithibati ambayo tumepata mwaka 2011. Katika kutekeleza majukumu haya ambayo nimeyasema kwamba yameainishwa katika sheria, tumeandaa kanuni mbalimbali ambazo Mheshimiwa Waziri ameziidhinisha kwa mamlaka alionayo. Tuna kanuni nyingi zinazohusu udhibiti wa dawa, udhibiti wa chakula, udhibiti wa majaribio ya dawa, ukaguzi, lakini pia iko miongozo mingi ambayo pia imeandaliwa chini ya kanuni hizo. Kwa hiyo miongozo yote hiyo pamoja na kanuni hizo zinapatikana katika tovuti ya TFDA ambayo ni www.tfda.go.tz, ambako ukienda kwenye tovuti hiyo basi miongozo yetu yote ambayo ni muhimu kwa ajili ya kazi yetu inapatikana, hasa ukizingatia kwamba wateja wengi wa TFDA pia wako nje ya mipaka ya nchi yetu. Tumegawanya majukumu yetu kupitia kurugenzi 4. Kurugenzi ya kwanza inasimamia usalama wa chakula. Ya pili inasimamia masuala yote ya udhibiti wa dawa, vifaa tiba na vipodozi pamoja na vitendanishi. Lakini kurugenzi ya 3 inasimamia masuala yote yanayohusu huduma za kimaabara. Na kurugenzi ya 4 ni ya uendelezaji huduma, kwa maana ya business support, masuala yote ya utawala na fedha na masuala ya mifumo yote ya tehama. Katika kutekeleza kazi na kusogeza huduma karibu na wananchi, tunazo ofisi za kanda ambazo tumezianzisha. Tuna ofisi tulilenga kwamba kufikia Juni mwaka huu tungekuwa na ofisi 7, lakini lengo hilo tulifikia mwaka 2016, kwamba kufikia kabla Juni 2016 tayari tumeshakuwa na ofisi zetu 7 za kanda kwa mujibu wa muundo wa TFDA, na kwamba ofisi ya kanda ya Mashariki ambayo inasimamia mkoa wa Dar es Salaam na Pwani iko hapa Dar es Salaam, lakini ofisi ya mikoa yote ya kanda ya kaskazini kwa maana Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara iko Arusha. Kanda ya Ziwa, kanda kubwa, inaanzia kuanzia mkoa wa Mara, Simiyu,
mkoa wa Shinyanga, Mwanza yenyewe, Geita pamoja na Kagera, ofisi iko pale Mwanza. Na kwa upande wa kanda ya magharibi tuna ofisi Tabora kwa mkoa wa Tabora, Kigoma pamoja na Katavi. Nyanda za juu kusini kuanzia Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Rukwa tuna ofisi pale Mbeya, na kwa kanda ya kusini kwa maana ya Ruvuma, Mtwara pamoja na Lindi tuna ofisi pale Mtwara. Lakini kanda ya kati ambayo ndio makao makuu ya nchi kwa sasa, tuna ofisi ya kanda ambayo iko pale Dodoma inayohudumia mkoa wa Morogoro, Dodoma na mkoa wa Singida. Kwa hiyo kupitia ofisi zetu za kanda, lakini kupitia pia wakurugenzi watendaji wa halmashauri zote nchini, kazi za TFDA zinatekelezwa kwa sababu baadhi ya majukumu tu yamekasimiwa kwa wakurugenzi watendaji wa halmashauri zote hapa nchini. Mtazamaji, baada ya kufahamu historia fupi, muundo wa utendaji kazi na baadhi ya majukumu ya Mamlaka ya Chakula na Dawa TFDA, yafuatayo ni mafanikio yaliyofikiwa na mamlaka haya kupitia utendaji wa kurugenzi zake 4. Sasa tumsikie mkurugenzi wa kurugenzi ya usalama wa chakula kujua namna kurugenzi yake imejipanga kuisimamia usalama wa chakula. Kurugenzi hii ina jukumu la msingi la kuhakikisha kwamba vyakula vyote vinavyomfikia mlaji ni salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Katika kuhakikisha tunafikia lengo hilo, kurugenzi imegawanyika katika section 3. Kwanza section 1 inahusu ukaguzi na usimamizi. Section ya pili inahusu usajili wa vyakula, na section ya 3 inahusu uchanganuzi wa madhara yanayotokana na matumizi ya vyakula. Tukianza na section inayohusu usajili wa vyakula, section hii ina jukumu la kuhakikisha kwamba kabla vyakula havijaingia sokoni vinafanywa tathmini, na tathmini inafanyika katika maelezo ya lebo kwa kuzingatia kanuni mbalimbali ambako ziko chini ya sheria hiyo. Lakini vile vile tathmini inafanyika kwa ajili ya kuangalia ubora wa vifungashio na vifuniko vyake ili kuhakikisha kwamba chakula kinachokuwa kwenye vifungashio ni salama kwa matumizi ya binadamu. Lakini vile vile tathmini inafanyika katika kuangalia usalama wa vyakula vyenyewe kwa kupeleka maabara na kupimwa, na baada ya kukidhi masharti hayo, ikiwa ni pamoja na masharti ya majengo yanayozalisha vyakula hivyo kwa viwanda vya Tanzania, basi usajiliwa na kuruhusiwa kuingia sokoni. Section ya pili ni section inayohusu ukaguzi na usimamizi, ambayo ina jukumu la kuhakikisha kwamba majengo yanayotumika katika uzalishaji yanakidhi masharti, lakini vile vile miundombinu ile ya uzalishaji ikiwa ni pamoja na wataalamu na udhibiti wa ubora unakuwa katika hali nzuri. Na baada ya kukidhi masharti hayo, ukijumlisha na ile kukidhi sharti la usajili wa vyakula, basi viwanda hupewa leseni kwa ajili ya uzalishaji. Lakini section hiyo vile vile inahusika na udhibiti wa vyakula vinavyotoka nje. Kama unavyojua ni kwamba hamna nchi ambayo inaweza kujitosheleza kwa kila kitu. Kwa hiyo kuna vyakula vingi vinaagizwa kutoka nje. Kwa hiyo inasimamia shughuli za utoaji wa vibali, ukaguzi katika vituo vya forodha, na ukaguzi vile vile katika soko, ukaguzi katika viwanda. Section ya 3 ni section inayohusika na uchanganuzi wa athari mbalimbali katika vyakula. Kwa mfano, tafiti mbalimbali hufanyika ambazo zinahusu uchafuzi wa kwa mfano sumukuvu, uchafuzi wa kemikali mbalimbali, uchafuzi wa vimelea vya magonjwa na ufuatiliaji wa magonjwa ambayo yanatokana na matumizi ya chakula. Kwa hiyo kitengo hiki kinatoa support kubwa katika maamuzi ambayo tunayachukua kwa kuzingatia misingi ya kisayansi. Ni kwa sababu ya tafiti hizi sasa ndio tunaweza tukaamua kuchukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kuwakinga walaji wa chakula dhidi ya athari zinazotokana na matumizi ya vyakula visivyofaa. TFDA katika kutimiza majukumu yake ya udhibiti upande wa dawa, vipodozi na vifaa tiba. Huyu hapa ni mkurugenzi wa kurugenzi ya udhibiti wa dawa, vipodozi na vifaa tiba, anaeleza. Kurugenzi hii kazi zake kubwa ni kudhibiti dawa, vifaa tiba pamoja na vipodozi. Tumeweka mifumo ya kusajili dawa, mifumo ya kusajili vifaa tiba, kusajili vipodozi, ikiwa ni pamoja na kufanya ukaguzi wa hizo bidhaa kwenye maeneo mbalimbali, kusajili maeneo ambayo yanauza hizo bidhaa, kufuatilia ubora na usalama wa hizo bidhaa kwenye soko letu, kudhibiti mipaka yetu kwa maana bidhaa zinazoingia na kutoka ndani ya nchi, kudhibiti matangazo,
kudhibiti pia majaribio ya dawa ambayo yanafanyika katika maeneo mbalimbali nchini kwenye mahospitali. Kupitia mifumo hii kwa kweli tumeweza kudhibiti soko letu kwa kiasi kikubwa. Niseme tu kwamba tumeweza kuandaa miongozo, kuandaa kanuni mbalimbali, kuandaa vitendea kazi pamoja na SOPs au mfumo wa kufuatilia wa kutekeleza kazi zetu mbalimbali. Mpaka sasa tumeweza kusajili takribani dawa za binadamu zaidi ya 3500 na dawa za mifugo karibu 365 mpaka leo na 63 mpaka leo, na vipodozi karibu 2600. Hii ni idadi kubwa ya bidhaa za ambazo tunazidhibiti kwa maana ya kuzisajili, na hili linaendelea kutuhakikishia kwamba bidhaa zinazotumika na wananchi wetu ni salama, ni bora na ni fanisi. Kupitia mfumo wetu wa kufuatilia ubora wa hizi bidhaa kwenye soko au kitaalamu post marketing surveillance program, tumekuwa tukikusanya sampuli maeneo mbalimbali ya nchi, tupima kwenye maabara yetu na kufahamu ubora wa hizi bidhaa. Na kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miaka 3, 4, 5 bidhaa nyingi zimekuwa zikikidhi viwango vya ubora au vipimo vya kimaabara, na hivyo vinatupa uhakika wa kiasi fulani kwamba soko letu sasa lina bidhaa ambazo ni bora na ni salama kwa matumizi. Kwa kupitia mifumo hii kwa kweli wananchi wetu naweza nikasema wameweza kupata bidhaa ambazo ni salama kwa matumizi yao. Kwenye sekta ya viwanda tumeweza kukuza sekta hiyo kwa maana ya kudhibiti dawa zinazotengenezwa kwenye viwanda vyetu, lakini pia na kuwasaidia wale ambao wanazalisha dawa kuweka mifumo ya utengenezaji bora wa dawa kwenye viwanda vyao na kuweza kutengeneza dawa ambazo ni bora ili hatimaye ziweze kuwa salama kwa matumizi. Pia tumekuwa tukikagua viwanda vya dawa nje ya nchi vingi kila mwaka. Mwaka huu tu kwa mfano 2017 tumeweza kukagua zaidi ya viwanda 100, na hili ni kutupa uhakika kwamba dawa ambazo zinaingizwa Tanzania zinatengenezwa kwenye viwanda ambavyo ni vizuri na vina mifumo mizuri na thabiti vya kutengeneza dawa. Lakini bado dawa kama ilivyo bidhaa zingine za sumu kama hizi bado zinaweza zikaleta madhara kwa watumiaji. Kwa kupitia mfumo wetu wa ufuatiliaji wa dawa kwenye soko, tumekuwa tukisisitiza kila mara kwamba wale ambao wakitumia dawa na wakipata madhara ni vyema wakatoa taarifa hizo TFDA ili tuweze kuchukua hatua, kwa sababu dawa sio kwamba ukizitumia utakuwa salama tu, unaweza ukapata madhara wakati wowote. Kwa hiyo ni vyema ukipata tatizo kama hilo ukatoa taarifa kwenye ofisi zetu, kwenye hospitali mbalimbali kupitia mfumo ambao tumeuweka wa kukusanya taarifa hizo. Mtazamaji, kurugenzi ya huduma za maabara ni kitengo muhimu sana katika shughuli za kiutendaji zinazofanywa na Mamlaka ya Chakula na Dawa TFDA. Hapa tutamsikia kaimu mkurugenzi huduma za maabara akielezea shughuli na mafanikio yaliyofikiwa kupitia maabara hii ya kimataifa. Maabara ya Mamlaka ya Chakula na Dawa ni mojawapo ya kiungo muhimu katika kufanya maamuzi mbalimbali ya kiudhibiti. Maabara hii inafanya uchunguzi wa sampuli za dawa, vipodozi, vyakula na vifaa tiba. Maabara hii ina vifaa vya kisasa, ina wataalamu waliobobea katika uchunguzi wa kazi zao, na inafanya uchunguzi wa sampuli zinazodhibitiwa na mamlaka ili kuhakikisha ubora, usalama na ufanisi. Mojawapo ya testi mbalimbali ambazo zinafanyika ili kuhakikisha usalama, ubora na ufanisi ni pamoja na kutambua uwepo wa viambato hai, kiasi cha viambato hai, ufanyaji kazi wa sampuli, lakini uwepo wa uchafuzi mbalimbali katika sampuli ili kuhakikisha usalama wake. Maabara hii ina ithibati ambayo inatambuliwa na ithibati ambayo imetoka katika shirika la ithibati za nchi za kusini mwa Afrika, lakini pia maabara ya upande wa dawa inatambulika na shirika la afya duniani. Kutambulika huku na shirika la afya na ithibati ina maana kwamba majibu ya sampuli yanayotoka katika maabara hii yanatambulika popote duniani. Huyu hapa ni kaimu mkurugenzi wa kurugenzi ya uendelezaji huduma
akielezea namna mamlaka ya chakula na dawa TFDA ilivyofanikiwa katika kuweka mifumo mbalimbali ya udhibiti na kuisimamia. Tuliweza kuanzisha na kutekeleza mifumo thabiti ya utendaji pamoja na ya udhibiti. Nikiongelea kidogo kuhusiana na mifumo ya utendaji, tulianza kutekeleza mfumo wa usimamizi wa utoaji huduma bora kwa wateja. Kitaalamu tunaita quality management system. Na mifumo hii tumeanza kuitekeleza tangu miaka ya 2005, na labda niseme tu kwamba TFDA tumeweza kufanikiwa kufikia viwango kuanzia mwaka 2010-11 baada ya kuwa tumepata cheti kutoka kwa wakaguzi kutoka taasisi inaitwa UCAS au ACM Limited ya Uingereza, baada ya kuwa wamekagua sana mifumo yetu. Lakini kingine ambacho kinarandana na hicho ni kwamba tumeanza kutekeleza mifumo ya kielektroniki katika utoaji huduma. Niseme kwenye hili limetusaidia sana kupunguza idadi ya siku ya kutoa huduma, kwa sababu sisi kama TFDA tunadili na wateja mbalimbali. Wateja wanaofanya biashara za chakula, biashara za dawa, vipodozi, vifaa tiba pamoja na vitendanishi. Na hao huwa wanakuwa na maombi mbalimbali. Mwingine anataka kusajili, mwingine anataka kutoa ndani ya nchi kupeleka nje ya nchi. Kwa hiyo kwa ujumla, baada ya kuanza kutumia mifumo ya kielektroniki tunaita information management information system, zile siku za kutoa huduma zimepungua kwa kiasi kikubwa. Na labda kusema kwenye hili, kwa mfano labda nikichukulia upande wa wale applicants ambao wanataka kuingiza labda bidhaa ndani ya nchi au kutoa nje ya nchi, wale unakuta kwa sasa hivi wanatumia masaa 24 ambayo ni hadi siku moja. Ndani ya masaa 24 atakuwa ameshapata kibali, kwa sababu kwenye hili ni kwamba hata hahitaji kuja hapa TFDA. Ana launch application yake kwenye system na sisi tunaiona hapa, tunaangalia invoice, akishalipa tukiona kwamba amelipa, moja kwa moja anatumia certificate yake, kwa hiyo anaenda kutoa bidhaa yake bandarini. Kwa hiyo utaona kwa kiasi kikubwa zile siku za kutoa huduma zimepungua sana, na hii kwa kweli ndio lengo la serikali, kuhakikisha kwamba tunadili kweli na wateja, tunahakikisha kwamba tunafikia matarajio yao, lakini hatuathiri ubora na usalama wa bidhaa tunazodhibiti, kwa maana ya chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba. Tumeanza huduma ya wateja kupiga simu bila malipo, toll free service. Na hiyo ni huduma mpya ambayo imeanza kufanya kazi tangu mwezi wa 6 mwaka huu. Kwa hiyo sasa hivi kwa mfano mteja kama ana malalamiko, ana maoni, maswali au ana kitu chochote ambacho anataka kuuliza, labda kufuatilia application yake imefika hatua gani, anaweza kapiga simu na gharama zinakuja kwa TFDA. Na kwenye hili kwa kweli tulikuwa tumeweza kulifanikisha, kwa sababu tumeandaa vile vile tunaita ni dawati la huduma kwa wateja. Kwa hiyo kuna dawati ambalo wateja wote wakifika wanapata huduma, kwa sababu tuna one stop customer care center, na hiyo inaenda sambamba na kuhandle malalamiko au hoja za wateja. Kwa hiyo kama kuna malalamiko, kuna taarifa yoyote, huwa tunaifanyia kazi, tunaidocument, na baada ya muda wateja huwa wanapewa majibu. Mtazamaji, baada ya kusikia mafanikio yaliyofikiwa na mamlaka ya chakula na dawa kwa ujumla wake kupitia kwa wakurugenzi zote 4 zinazounda mfumo mzima wa kiutendaji wa mamlaka ya chakula na dawa TFDA, pia makala hii imeangazia shughuli na mafanikio yaliyofikiwa na mamlaka ya chakula na dawa TFDA kupitia ofisi zake za kanda zilizopo baadhi ya mikoa nchini. Tukianza kanda ya Mashariki, ambayo ndiyo kitovu cha uigizwaji wa bidhaa za chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba. Kanda ya Mashariki ni moja ya kanda 7 zilizoanzishwa na TFDA hapa nchini, na sisi jukumu letu hasa ni kuangalia mikoa, kusimamia udhibiti wa chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba na vitendanishi katika mikoa miwili, mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Majukumu yetu makubwa hasa katika kanda hii ya Mashariki ni shughuli za ukaguzi. Tunafanya ukaguzi katika mipaka ya nchi kwa maana ya vituo vya forodha, na kama ambavyo tunafahamu sote kwamba mkoa wa Dar es Salaam ndiko ambako bandari ya Dar es Salaam ilipo, na hii ndio lango kuu la bidhaa zinazoingia hapa nchini kwa takwimu za hii nchi. Kwa hiyo bidhaa za chakula, dawa, vipodozi, vifaa tiba na vitendanishi vinaingia kupitia bandari ya Dar es Salaam. Na kwa hiyo sisi kama TFDA kanda Mashariki, moja ya jukumu letu kubwa ni kufanya ukaguzi katika bandari ya Dar es Salaam, kwa maana kuangalia bidhaa zinazoingia nchini kama zinakidhi sheria ya chakula, dawa
na vipodozi sura namba 219. Tunafanya kazi hiyo kwa kuwa na wakaguzi katika vituo vya forodha kwa maana bandari na maeneo yake yote, hususan bandari kavu. Ziko bandari kavu ambazo tunazipitia kwa maana kuzikagua zisizopungua 15, ukiondoa bandari yenyewe kwa maana TPA, lakini pia na kitengo cha makontena kinaitwa TIX. Huko tunapeleka wakaguzi katika maeneo yote haya kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa bidhaa zinazoingia. Kazi kubwa tunayoifanya kule ni moja ni kulinganisha vibali vilivyotolewa na ofisi kuu kwa maana TFDA. Kwa hiyo wakaguzi jukumu lao la kwanza ni kumuuliza muingizaji wa bidhaa ambazo tunazidhibiti kuona kwamba ana kibali, na kama ana kibali basi tunafanya ulinganifu kwa kukagua uhalisia au uhalisi kwa maana physical inspection ya bidhaa ambazo zimeingizwa na kuchukua hatua stahiki pale ambapo kuna ukiukwaji. Lakini pale ambapo kibali kipo na bidhaa zimekaguliwa na zinakidhi, basi zinaruhusiwa kuingia nchini. Lakini pia tunafanya ukaguzi katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere kwa utaratibu huo kwa sababu pia bidhaa nyingi pia hasa katika volume ndogo ndogo zinapitia katika uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere. Huko nako pia tuna wakaguzi. Lakini sambamba na ukaguzi wa mchana, tumeanza pia kutekeleza maelekezo ya serikali ya ukaguzi wa masaa 24 kwa siku 7, na hii maana yake inahusisha pia na ukaguzi wa usiku. Kwa tunapeleka wakaguzi pia kwa ajili ya kazi hiyo ya ukaguzi wa bidhaa za chakula, dawa, vipodozi, vifaa tiba na vitendanishi. Sehemu ya pili ya ukaguzi tunaoufanya ni ukaguzi katika soko. Tunaita market inspection. Kuangalia kama bidhaa hizo katika muda ambao zitakuwepo hapa nchini zinaendelea kukidhi matakwa ya ubora na usalama wa bidhaa husika. Mtazamaji, makala hii imeangaza kanda ya Ziwa ambapo tunakutana na mkuu wa kanda, naye anaeleza namna TFDA ilivyoweza kutekeleza majukumu yake. Ofisi ya kanda ya Ziwa ina mikoa 6. Mkoa wa Mwanza, mkoa wa Geita, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Kagera pamoja na mkoa wa Mara. Katika hii mikoa 6 ya kanda ya Ziwa, kanda hizi zina jumla ya halmashauri 46. Hivyo basi ofisi ya kanda ya Ziwa inasimamia mikoa 6 pamoja na halmashauri 46. Majukumu makubwa ya ofisi ya kanda ya Ziwa baadhi tu nitayataja. Moja kabisa ni ukaguzi wa maeneo ambayo yanafanya shughuli za uuzaji wa bidhaa za chakula, dawa, vipodozi pamoja na vifaa tiba pamoja na hizi bidhaa nilizozitaja. Lakini vile vile jukumu la pili la mamlaka ya chakula na dawa ofisi ya kanda ya Ziwa ni kutoa vibali kwenye haya maeneo ambayo yanafanya biashara hizo za chakula, dawa, vipodozi pamoja na vifaa tiba. Mafanikio ya ofisi ya kanda ya Ziwa kufuatia kuongezeka kwa idadi ya watumishi imekuwa na kuimarika kwa shughuli za udhibiti wa bidhaa za chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba. Na kuimarika huku basi kumepelekewa na kuongezeka kwa uelewa wa wafanyabiashara wa hizi bidhaa za chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba. Hivyo basi wanakuwa wanatekeleza pasipo kushurutishwa matakwa ya sheria ya sura 219. Lakini mafanikio mengine ambayo ninaweza nikayasema ni kuongezeka kwa idadi ya majengo ambayo yamesajiliwa na mamlaka ya chakula na dawa kama moja takwa la kisheria la usajili wa majengo pamoja na kupata vibali kwa wale wote ambao wanataka kufanya biashara ya chakula, dawa, vipodozi pamoja na vifaa tiba. Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo katika ofisi ya kanda ya Ziwa, moja kabisa ni eneo hili la kanda ya Ziwa lina Ziwa Victoria, na Ziwa Victoria limekuwa na mialo mingi isiyo rasmi. Hivyo basi wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu wamekuwa wakitumia mialo hiyo kuingiza bidhaa hizi nchini pasipo kupata kibali kutoka mamlaka ya chakula na dawa. Lakini lingine vile ambalo tunalikumbana nalo kama changamoto katika kanda yetu ya Ziwa ni bado kuna uingizaji wa bidhaa ambazo haziruhusiwi. Kwa mfano vipodozi vilivyopigwa marufuku, wafanyabiashara wamekuwa wakitumia mbinu mbalimbali kutaka kuviingiza hivi vipodozi. Kwa mfano changamoto moja kubwa katika mpaka wetu wa Mwanza Kusini, kuna hivi vyombo vya majini ambavyo vinakuja na mizigo, lakini hawa watumishi ambao wanafanya kazi kwenye hivi vyombo wanakuwa wanaficha hivi vipodozi wakati mwingine katika vyumba vyao vya kulala ama katika injini, vyumba vya injini za meli. Wakati mwingine inakuwa ni vigumu kuvifikia na kuviona hizo bidhaa ambazo
zimepigwa marufuku. Sasa tuangazie kanda ya kati ambako ndiyo makao makuu ya nchi yetu. Namna gani TFDA imefanikiwa kufanya shughuli na kulinda usalama na ubora wa chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba? Kanda ya kati inahudumia mikoa ya Dodoma, Singida pamoja na Morogoro. Kama meneja naunganisha halmashauri pamoja na mamlaka ya chakula na dawa makao makuu. Kazi zinazofanyika hapa ni ukaguzi hakiki katika kuhakikisha kwamba sheria namba 1 mwaka 2003 ya chakula, dawa na vipodozi inatekelezwa na wadau katika kuhakikisha kwamba afya za wananchi zinalindwa. Katika kutekeleza hili, tunapofanya kaguzi hizi za mara kwa mara, tunahakikisha kwamba bidhaa zisizofaa za chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba zinaondolewa na kuteketezwa kwa gharama za wamiliki waliokamatwa na hizo bidhaa. TFDA imeweza kufanya kazi ya udhibiti mpaka katika maeneo ya mipaka ya nchi yetu. Hapa tunamsikia mkuu wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini akifafanua namna wanavyofanikiwa kutimiza majukumu ya mamlaka ya chakula na dawa. Tupo hapa tunasimamia mikoa 5 ya kanda hii yenye jumla ya halmashauri 27. Mikoa hii ni pamoja na Iringa, Mbeya, Songwe, Njombe na Rukwa. Lakini pia kanda tunasimamia vituo vya mipaka ambavyo viko katika kanda yangu, na mpaka sasa nina vituo rasmi 9 ambavyo viko katika kanda yangu ambavyo ndio milango ya kuingizia bidhaa katika nchi yetu. Tuna kituo cha Tunduma na pia tuna kituo cha Kasesia kiko mkoa wa Rukwa, tuna kituo cha Kipili kiko mkoa wa Rukwa, kituo cha Kasanga kiko mkoa wa Rukwa, na kituo cha Kirando kiko mkoa wa Rukwa, na uwanja wa airport ambao ni wa kimataifa ulioko mkoa wa Mbeya. Mipaka isiyo rasmi zaidi ya ile niliyoitamka iliyopo katika mipaka yetu ya nchi hizi za jirani. Kwa huku ukiangalia sana tumepakana na nchi ya Malawi, Zambia, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi zingine zinazofuatana na hizi. Kuna nchi huku mipaka huku inatumika nchi ya Afrika Kusini, Zimbabwe, na upande huu huku Mbeya kuna nchi zingine mpaka Msumbiji. Sasa hizi njia za panya ambazo njia tunasema sio rasmi zimekuwa zikitoa mwanya kwa wafanyabiashara ambao sio waaminifu waweze kuingiza bidhaa kinyume cha taratibu. Na bidhaa hizi zikiwemo vipodozi vimepigwa marufuku, na wakati mwingine bidhaa ambazo hatujasajili, inaweza kuwa ni chakula au dawa, na wakati mwingine hata vifaa tiba. Kwa kuhitimisha makala hii maalum, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya chakula na dawa TFDA anafafanua baadhi ya changamoto zinazoikabili mamlaka hii, pia matarajio na malengo ambayo mamlaka hii imejiwekea. Kwanza kabisa ni kwamba tumeanza kutekeleza mpango mkakati mpya wa TFDA wa miaka 5 ambao unaanza tarehe 1 Julai mwaka 2017 utakwenda hadi mwaka 2021-2022, ambao umeainisha malengo mkakati makubwa ambayo hasa inalenga katika kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ubora na usalama wa bidhaa za chakula, dawa, vipodozi pamoja na vifaa tiba, lakini pia kuimarisha shughuli za uchunguzi wa kimaabara kwa maana kupanua huduma, lakini pia na kuimarisha ukaguzi katika maeneo yote hapa nchini. Na kupitia mpango mkakati huo pia tunalenga kufanya, kwanza kabisa kama nilivyosema kwenye maelezo kwamba tumekamilisha ujenzi wa ofisi na maabara ya kisasa Mwanza. Tunatarajia kuzindua maabara ile ianze kufanya kazi rasmi mapema mwishoni mwa mwaka huu, baada ya kufunga mashine za kisasa za uchunguzi kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa bidhaa katika eneo lile la kanda ya Ziwa. Tunatarajia kuimarisha ukaguzi katika mipaka. Kipindi kilichopita kwa kweli tumekuwa na wakaguzi katika mipaka michache muhimu na tumekuwa na mkaguzi moja, lakini sasa tunaongeza kwamba angalau kila kituo kuwa na wakaguzi wasiopungua 2 wanaoweza kufanya kazi hapo kwa kupokezana, ili kuhakikisha kwamba bidhaa zinazoingia nchini zimekaguliwa vizuri. Na kama mnafahamu, kwa Dar es Salaam sasa tuna wakaguzi ambao wanafanya katika vituo vile vyote vya bandari kavu kwa kutoa huduma masaa 24. Lakini jambo la tatu ambalo tunatarajia kwamba tutaliwekea mkazo mkubwa, tunatarajia pia kwamba tupanue huduma katika maabara yetu ya Dar es Salaam, maabara ya makao makuu ya TFDA ambayo hivi sasa
haina tena nafasi ya kuweka vifaa vingine vya kisasa. Tunatarajia pia kufanya upanuzi wa maabara hii ambako hapa ndio kitovu kikubwa cha biashara. Nchi yetu makao makuu ni Dodoma, lakini Dar es Salaam inabaki kuwa kitovu cha biashara. Kwa hiyo tunaamini bado huduma za kiuchunguzi zinahitajika zaidi, hasa kwa upande wa dawa ambazo nyingi kwa sasa zinaagizwa kutoka nje. Tuweze kutoa huduma za kiuchunguzi ambazo zinatusaidia kufanya maamuzi kwa haraka zaidi. Kwa hiyo unapokuwa na maabara ambayo ni kubwa, ambayo inafanya uchunguzi kwa haraka na kwa ufanisi, basi tutakuwa tumeweza kutoa huduma zilizo bora zaidi. Lakini la mwisho ni kuimarisha ushirikiano wa kikanda. Nilisema tumeshaanza kwenye eneo la usajili wa dawa. Bado tuna changamoto kwenye maeneo ya udhibiti wa ubora na usalama wa chakula, kwa sababu Tanzania ni nchi pekee katika Afrika Mashariki ambayo ina mfumo wa kusimamia usalama wa chakula kwa wananchi. Kwa hiyo hakuna chombo kinachodhibiti usalama wa chakula kwenye nchi zetu hizi. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutatoa tena msukumo ili vyombo hivyo ambavyo tunaamini kwamba tunafahamu kwamba kuna hatua mbalimbali katika nchi wanachama za kutunga sheria, ili vyombo hivyo viweze kuanza kazi na tuweze kuimarisha ushirikiano katika eneo la usalama wa chakula kikanda, eneo la udhibiti wa vifaa tiba na vitendanishi pamoja na vipodozi katika nchi ambazo zinazunguka, kwa sababu tunaamini kwamba kama bidhaa duni ikiingia kwenye nchi jirani, ni rahisi bidhaa hiyo ikaingia katika nchi yetu kwa sababu ya mipaka mingi ambayo si rasmi, na hasa kwa wafanyabiashara ambao wakati mwingine si waaminifu. Tunaamini kwamba tukiweka nguvu zetu katika maeneo hayo pamoja na kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata watumishi wa kutosha, kazi ya udhibiti itaendelea kuwa nzuri na kwamba wananchi wa Tanzania wataendelea kupata bidhaa zilizo bora na salama wakati wote. Kila lenye mwanzo lina mwisho, mwisho wa uhalifu umefika. Asante TFDA kwa kulinda afya zetu ili kujenga nchi yetu. Kaka na dada zangu, leo ni siku kama siku nyingine katika maisha yetu, kwa kuwa natangaza janga kubwa linaloikabili nchi yetu. Ni siku ya simanzi kujua kwamba hatuko salama, eti ile lulu ya maisha yetu ya afya yetu iko hatarini. Je, nani kati yetu anaweza kupiga vigelegele afya yake inapodorora?